such that hati Rigiji ameorganize goons wakuja Homa Bay watu walinda mwananchi. Guy, Gladys, hapo ndio desperation imekufikisha. Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. Sema that Homa Bay is open to every other politician in English. Then in Kijaluo, in Luo, you tell Wajaluo pale in Homa Bay that wakitokea hivi gogi picha, then picha cha Uhuru, like they'll be snapped and the snaps sent to Uhuru. Wewe sini Je, Homa Bay imeanza kuchemka? Manako wakati Gladys Wanga anatoa ujumbe kuhusu watu wanaotaka kwenda kwenye rally inayotarajiwa kufanyika Linda Mwananchi, baadhi ya supporters wa Linda Mwananchi wamejitokeza kumjibu vikali, lakini kuna video zinazozunguka ambazo zinafanya watu sasa wajiulize nini hasa kinaendelea Homa Bay. Tazama video hii alafu wewe ndio utuambie ukweli uko wapi. Huyu ni Abi Zuena ambaye ni supporter wa Linda Mwananchi. Katika video hii anampinga kabisa Gladys Wanga na anatoa madai kuhusu nani anahusika na goons na vurugu zinazoweza kutokea Homa Bay. Lakini haya ni madai yake, hatuwezi kusema sasa ndiyo yamekuwa approved hapa kama ukweli. Yaani kwenye imefika huyu hata Madam Suluhu, she's not even trying. She's not trying to lie at us. She's just like, whatever like comes into her head. Such that hati Rigiji ameorganize goons wakuja Homa Bay watu walinda mwananchi. Guy, Gladys, hapo ndio desperation imekufikisha. We know the goons, you are the ones organizing the goons. Mchana mkoko mkisema Linda Mwananchi is welcomed. Usiku situliona videos usiku mkipanga watu, mkiwalipa pesa, ukiongea dina kijako ukiambia watu, me here people have been told do not even dare come out of your houses to go to that rally. If photos capture you, we will deal with you, we will hunt you one by one. And this we have seen happen in Kisumu. Supporters of one term, supporters of Linda Mwananchi are hunted, arrested, given up the most ridiculous charges. Others have to run away from Kisumu to hide. So it's the same thing they want to do in Homa Bay. But guess what? Linda Mwananchi inaingia Homa Bay. The people shall mandatory. The will of the people will not be subdued. Thomas. Sasa sikia video ya pili. Hapa tunasikia madai mengine. Msichana huyu anasema amepigiwa simu na rafiki yake ambaye yuko Homa Bay, na anadai kwamba baadhi ya watu wanaogopa kwenda kusupport mkutano wa Linda Mwananchi huko Homa Bay. Sasa swali linakuwa, kuna hofu kweli Homa Bay au ni political tension inayozunguka mitandaoni? So guys, I'm just getting a call from Homa Bay kwa rafiki yangu mwingine hapa akiniambia, imagine watu wa Linda Mwananchi mlikuwa mnakuja na tulikuwa tumewakaribisha. Na nilijua vizuri nitawaona, lakini sitawaona. Kulingana na zile conditions zenye tumewekewa huku, mimi siwezi risk life yangu. Namwambia kwani rada ni gani huko? Akaniambia jana Madam Mwanda aliwakaribisha, yes, lakini behind the scene, behind the camera, kitu yenye tuliambiwa sisi kama watu wa Homa Bay. Kamwambia mliambiwa nini? Akaniambia kitu ya kwanza, they were given condition, in these conditions ziko hivi, wasijaribu kufungua mlango zao wanajitokelezea ati wanaenda kwa Linda Mwananchi, wasionekane. Number 2, ati wasikubali kuchukuliwa na kamera, ati wakichukuliwa na kamera sisi kama watu wa Linda Mwananchi tutabenefit kutoka kwa Uhuru Kenyatta, wao wakiendelea kubaki maskini. Number 3, wameambiwa ya kwamba wasiseme uko one term in Homa Bay wao ni watu wa two term. You can imagine, they chooses a leader, they were not even expecting that. How can you choose a leader expecting that you will get good from the leader, and what you get is a lot of threat? Mtu anakuambia ukifanya hii nitakuua, mtu anakuambia ukijaribu kufanya mistake maisha yako ameka mali pabaya, and they are youths. Wanasema tangu tukimbizwe na mapanga Homa Bay hatukai hata kwa manyumba, tunakuja usiku. And still we've been given the last chance tusionekane huko. Sasa hata tukikuja huko tunaona tu tuvai mask. Juu kamera ikitushika, maisha yetu ya familia yetu itakuwa mali pabaya. Guys, kwani na Homa Bay? Homa Bay imegeuzwa inchi gani hiyo? That nobody can support whoever he wants to support. On which hata iko pale, everybody has a right and a freedom to do whatever they want to do. Unalazimisha mtu a support two term. That's why nawaambia Homa Bay people are one term. What they scare, wanasikia zile threat ati atakuja kuuawa. Najua hata mtu juu hataki kukufa, anaona tu yeye baki nyumbani kwa sababu sisi tutaondoka. Na yeye akienda huko atafanya nini? Atauawa. So tulikuwa tunaambia huyu mama, wacha kupatia vijana wetu stress. Stop threatening the lives of our brothers. Stop threatening the lives of our people. Wacha kuwekea watu condition ngumu zenye haziwezi fuatwa, ni kama wako Somalia bana. We are in Kenya. Homa Bay si yako, you are just the governor there, on which hata unajua vizuri hakuna mtu mwenye anaenda kukuchagua.
Wanasema tu vizuri, tukiona huyo mwanamke tunatetemeka, tunasema tu two-term, tunasema tu two-term. Lakini akitoka, we are not for two-term and even we will not elect her. Amesema siwezi wa expose juu watakufa, na mimi siwezi taka watu wakufe. Wewe mama Mwanda, wacha kwa mwanamke kama huyo, hata ungezaliwa mnyama uende huko kwa nini? Kwa bush. You are not even behaving like a woman, or you have a bad manners. Mwanamke mwenye blood yake ni blood mbaya sana. Blood mbaya sana. Lakini Gladys Wanga mwenyewe alisema nini? Wanga mwenyewe ujumbe wake ni kwamba watu wako huru kwenda Homa Bay, lakini hawapaswi kutumia propaganda kuongeza tension. Kwa upande wake ujumbe unaonekana kuwa njoo lakini usilete vurugu, lakini baadhi ya wanaompinga hawakukubaliana naye kabisa. Angalia hii. And we have already said it clearly to anybody who wants to come to Homa Bay, you are free and you're welcome. Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. We don't want you to come with people armed with pangas, rungus, machetes, bows and arrows to come and hurt our people, innocent people who will be going about their business. We don't want you to do that. And we have seen you doing that in the past. Every time you have visited here, these our people have never carried bows and arrows. Ever since we started, even when we have fought for anything, it has never been with bows and arrows. It has never been. So we don't want you to introduce new things here of buying crude weapons for people, bringing them here and creating chaos, and then in anticipation creating revised psychology propaganda. Hapa sasa ndo mjadala unakuwa mkubwa zaidi. Msichana huyu naye anapinga kauli ya Gladys Wanga, na katika sehemu nyingine ya video tunamsikia akizungumzia watu watakaokuwa kwenye rali na madai kwamba picha zao zitapigwa na kuwasilishwa kwa Uhuru Kenyatta. Haya ni madai yaliyomo kwenye video, si jambo tunaloliweka kama fact, lakini swali ni moja: kwa nini tayari kuna video zinazozungumzia hofu kabla ya rali? Kusema that Homa Bay is open to every other politician in English, then in Kijaluo, in Luo, you tell Wajaluo pale in Homa Bay that wakitokea hivi gogi picha, then picha cha Uhuru, like they'll be snapped and the snaps sent to Uhuru. Wewe, sini juzi tu nyinyi mmekuwa Narok. Do you do all your politicking in Homa Bay? You traverse the country, you go to places and places. Why are you not letting other people come peacefully? Why go give media statements differently? Unataka kuambia media one thing and then grao unaambia watu another thing in the local dialect. Nyinyi politicians, unajua wanasiasa wana tabia mbaya. That's bad, hata si bad manners. Hiyo sasa ni nini? Na Homa Bay sio sehemu pekee ambayo joto la kisiasa limekuwa likionekana. Angalia Bungoma, tunaona wananchi wakiimba slogan za one term na Sifuna, huku wakisafisha mapepo yanayohusishwa na Rais William Ruto, barabara na Nzoia Sugar. Na hii inatuonyesha jambo moja, ya kwamba hali ya kisiasa ya Kenya imekuwa kali sana. Umechemka hapa baada ya Mheshimiwa Rais kuwa katika eneo hili akifungua barabara. Kumewaka mpenzi. Lakini sasa tunarudi Homa Bay. Kinachoendelea Homa Bay ni kwamba kuna upande unasema watu wako huru kuja, lakini kuna video zingine zinazozungumza kuhusu hofu, propaganda na tension. Kwa hiyo nani anaeleza ground situation kwa usahihi? Je, Homa Bay inajiandaa kwa political showdown au hii ni vita ya kuelekea mwaka 2027?
Sifuna tosha. Sifuna. One time. Sifuna. Na pesa tuweke kwa pay bill ya mtu pay. Sababu walisendi pay. Na hapa ndio nataka kusikia kutoka kwako. Kama ungekuwa Homa Bay wakati huu ungefanya nini? Andika nenda kama ungehudhuria rally, au nakaa kama ungeamua kubaki nyumbani, na muhimu zaidi, kwa nini? Andika jibu lako kwenye comment section, kwa sababu Kenya sasa inaingia kwenye kipindi ambacho kila rally, kila speech na kila video inaweza kuwa story ya mwaka 2027. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Watu walinda wananchi wakienda Homa Bay, alafu musikia ati walifukuzwa, mara walipigwa, mara walinyang'anywa nini. Jueni tu Babu Patel amejua hiyo kitu vizuri. Tena ni yeye amepanga watu kwenda kuwapiga ili watafute sympathy. Homa Bay hakunanga goons, hakuna wenye wanapiga wenzao. Sasa wakienda Homa Bay na wapigwe, jueni tu hao ni wenye walikuwa wameshapangwa na Babu Patel. Na huyo gavana wao mwenye amesha kunywa changa ya ugenya mpaka hata akili yake imeruka. Mnajua nga watu ni wenye wanapeleka sympathy. Ati wakikuja Nyanza ndio wanasema wamepangiwa kupigwa, wamepangiwa sijui kufanywa nini. Lakini wakienda Western Mombasa hawananga hizo conferences. Bwana, Homa Bay is a very peaceful county. Hawa watu walinda wananchi wakikuja na muone wamepigwa, wamefurushwa, jua tu hao ni wenye walishapangwa na Babu Patel, kwamba tukikuja pale mtupige, mtufurushe, ndio tuseme ni watu wa ODM. Si watu wa ODM, anu wenye wameshapangwa na hao watu. So tunawajua nyinyi ni watu wa kusik sympathy. Mkienda pale mpigwe, tunajua mmepigwa na watu wenu, hamjapigwa na anyone. Patelo. Na huyo gavana wenu mwenye amekunywa changa ya ugenya mpaka kili imeenda US, yeye bado ako hapa Kenya. Anatanga kukimbia kwa kaunti zingine na kaunti yake imemshinda kumanage. Linda wananchi, mkipigwa nyinyi ndio mmejipiga wenyewe. Mnasik sympathy hapa Nyanza. Mwache ujinga. Pali Babu Patel yuko, jueni tu ni goons, ni kelele, ni njaa, ni kupigana tu. Sasa wasiwaletea ati tulienda Homa Bay tukapigwa. Kama mmeenda Homa Bay na mkapigwa, mmepigwa na watu wenu wenye nyinyi ndio mliorganize. Wawapige ndio musik sympathy. We know you. Tunawajua vizuri.